ambayo mheshimiwa mbunge ametoa, nimetoa waraka ambao unatoa miongozo ya masuala yanayohusu michango. Moja ya michango ambayo tunakubaliana nayo ni endapo tutataka watoto wapate chakula shuleni, tukasema hata wangekuwa nyumbani wangepata chakula anyway. Kwa tukasema hili si jambo linaloleta mzozo, na hata katika baadhi ya shule, hata katika baadhi ya maeneo hawajaona kama ni tatizo. Lakini michango mingine ambayo inapitiliza tumesema lazima ifuate mwongozo na iwe na ukomo. Maeneo haya tumeshawaelekeza wakuu wa mikoa, tumewaelekeza makatibu tawala wa mikoa, na tumetoa waraka ambao unaenda sambamba na waraka huu ambao mheshimiwa mbunge ameunukuu. Tulikuwa na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanajitokeza, shule zetu hizi zinakuwa na walimu wanaojitolea na wanalazimika walimu wale walipwe nje ya utaratibu ule wa walimu walioajiriwa. Nimeelekeza halmashauri zote ziweke bajeti za mapato ya ndani kuweza kuhakikisha kwamba walimu wale ambao wanawaongezea kwa ajili ya kuwafundisha watoto wetu walipwe kutoka katika vyanzo vile, kwa sababu wazo lenyewe la kuwa na walimu wa kutosheleza ni wazo zuri, kwa sababu hata sisi hapa waheshimiwa wabunge mnakumbuka kuna wakati kulikuwepo na utaratibu, enzi zile kulikuwepo na utaratibu wa tuition. Wakati mwingine tulikuwa tunamuelewa mwalimu wa tuition kuliko yule anayefundisha hata pale darasani. Kwa hiyo wazo la kuwa na walimu wanajitolea si jambo baya, lakini walimu hawa hawapaswi sasa kuanza kulipwa na wazazi. Nchi yetu haijataka wazazi kuajiri walimu kwa ajili ya watoto wao. Kwa hiyo mamlaka ya serikali za mitaa pale ambapo pana uhitaji huo wajiratibu, watumie mapato ya ndani kuweza kuhakikisha kwamba badala ya kwenda kwenye michango watumie mapato ya ndani kuweza kuhakikisha wanakava masuala ya aina hiyo.